Waziri ndugu Hussein Mohamed Bashe wanafanya kazi kwenye wizara hii, ni wazi kabisa majina yao sio tu yataandikwa kwa wino wa dhahabu, lakini pia yatakuwa casted kwenye mwamba imara wa jiwe. Baada ya utangulizi huo, leo Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekusudia kuongelea jambo moja tu, na ndilo ambalo kwa kweli limeniinua niseme hapa bungeni siku ya leo baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu, na lenyewe ni swala la umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna jambo la busara, la hekima, la mapinduzi ambalo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe akiongozwa na utashi na mwongozo, vision sahihi ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambalo litafanywa katika nchi yetu, tayari tumeanza kufanya kwa uchache wake, na ukisoma hotuba ya waziri kwenye bajeti hii unaona sasa tunaenda kimkakati na kwa ukubwa zaidi, basi ni swala la umwagiliaji. Hili ni jambo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti, litaenda kuleta mapinduzi makubwa kwenye maisha ya watu. Ni jambo ambalo kiukweli sina maneno mazuri zaidi ya kuwapongeza, lakini binafsi kwa uelewa wangu mdogo wa uchumi wa mwaka 2050 unaokuja, naona litaenda kuiposition Tanzania kwenye nafasi kubwa na ya kipekee sana, na hivyo niwapongeze sana Mheshimiwa Rais, waziri na serikali kwa ujumla kwa kuamua kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la umwagiliaji. Na kwa nini nasema hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti? Ukisoma taarifa ya idadi ya watu duniani ambayo inatolewa na shirika la kiuchumi na maendeleo ya watu la Umoja wa Mataifa iliyotoka mwaka 2022, World Population Prospects ya mwaka 2022, unaona dunia kufikia mwaka 2050 itafikisha idadi ya watu takriban bilioni 10, bilioni 9.7. Afrika ambayo ndio itakuwa ina ukuaji wa hali ya juu wa idadi ya watu itakuwa na mchango kwenye idadi hiyo wa takriban 25%. Na katika nchi za Afrika ambazo zitakuwa zina ukuaji mkubwa wa idadi ya watu, Tanzania ipo kwenye top 4 ikiwemo DRC, Nigeria na Uganda. Maana yake ni kwamba kutakuwa kuna changamoto kubwa sana ya uhakika wa chakula, food security, ifikapo mwaka 2050. Lakini Tanzania tuna bahati na fursa ya kipekee. Tuna maziwa, tuna mito ya maji baridi, na tunaweza tukawa food exporters kwa nchi za jirani, lakini pia kwa dunia kwa ujumla wake. Lakini pia Tanzania tutakuwa na changamoto ya kuwalisha takriban wa Tanzania milioni 140 ambao wanakadiriwa kwenye ripoti hiyo kuwa watakuwepo katika taifa letu. Sasa mbali na kwamba uwepo wa idadi kubwa ya watu miaka 25 tu ijayo, wengine humu kama tutajaliwa tutakuwa hai, tutashuhudia, tutakuwa tuna fursa ya kuwa food exporters kwa nchi za jirani na nchi nyingine. Kwa hivyo Mheshimiwa Bashe, endelea kuwekeza kwenye diplomasia ya chakula, food diplomacy, kama juzi hapa ulivyofanya kwa wenzetu, ili tujenge soko imara kwenye uchumi unaokuja katika dunia, ambapo sisi tunakadiriwa kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zitakuwa zinakuwa kwa kasi zaidi kwa idadi ya watu, lakini pia kiuchumi. Na mambo gani tufanye? Mheshimiwa Bashe, kwenye ripoti yako umeanzisha mradi mkubwa sana kutoka Ziwa Victoria, lakini pia kutoka Ziwa Tanganyika, ambao utakuja mpaka huku ndani kabisa ya nchi yetu. Nikupongeze kwa wazo hilo. Ninaamini mradi huu ukitekelezwa kama ambavyo unaeleza kwenye ripoti yako, utakuwa umefanya jambo la kukumbukwa katika historia, kama ambavyo Farao Amenhotep wa kule Misri anakumbukwa kwa kuanzisha kilimo cha umwagiliaji. Utakumbukwa kama wale wa Iraq ama Wambulu walivyofanya skimu yao ya umwagiliaji kule Engaruka miaka takriban 500 na 600 iliyopita. Na kimsingi unashangaa kwamba sasa sisi watu wa leo tunashindwa akili na ancestors wetu wa miaka 500 600 iliyopita, kwamba kwa nini tulikuwa hatuendi kwenye kilimo cha umwagiliaji wakati tuna historia ya kuwa na skimu miaka 600 iliyopita kule eneo la Engaruka katikati ya mlima wa Oldonyo Lengai na bonde la Ziwa Natron. Kwa nini leo hii hatuna kilimo cha umwagiliaji? Kwa nini skimu ya Engaruka ilikufa? Hata tukijifunza pale tu
tunapata somo kubwa sana la kuiposition Tanzania kama giant food manufacturers na food exporters katika dunia inayokuja. Kwa hivyo nikupongeze kwa kufikiria wazo hili. Lakini mambo ya kuzingatia ya muhimu kwa sababu ya muda. Lazima skimu hii kubwa ambayo unaijenga, achilia mbali hizi nyingine mbalimbali ambazo mmeanza kuzijenga, ikiwemo skimu yangu ya kule Budushi, skimu yangu ya kule Manonga, Nhele na maeneo ya jirani. Hii skimu kubwa ambayo inakuja, hakikisha mnavyoidesign muwe mmeipea up, mmeilink up vizuri, mmeifungamanisha na wazalishaji. Kwa sababu kwenye hiyo ripoti ya mwaka 2050 zaidi ya 50% ya Watanzania watakuwa naishi kwenye majiji. Maana yake wakulima hawa wa leo wa jembe la mkono hawatokuwepo. Kilimo cha wakati huo kitakuwa ni kilimo cha kibiashara, kitakuwa ni kilimo cha watu wakubwa zaidi. Kwa hivyo kitatoa ajira nyingi, kitatusaidia kutatua tatizo la ajira ambalo linakusudiwa kuwa ni tatizo mama la mwaka 2050. Kwa hivyo huu mkakati mnaoenda kuwekeza sasa hivi ni mkakati ambao utapunguza vurugu na chaos ambazo zilitarajiwa kama tusipotatua tatizo la kuwa na young population kwa zaidi ya 65% ifikapo mwaka 2050. Sasa ni lazima skimu hii iwe designed kufanya agro industrialization, kuwe kuna viwanda pembeni ya skimu, kuwe kuna ushirika ambao unakuwa linked na kumanage hizi skimu, kuwe kuna ulinzi wa vyanzo vya maji, mito, mabonde, lakini pia kuwe kuna mkakati mzuri wa GIS, kutumia data science kwa ajili ya kumanage idadi ya watu katika taifa letu na namna wanavyosambaa kwenda kwenye maeneo mbalimbali. Ukiangalia skimu ya Ingaruka ilikufa kwa sababu Wamasai ambao ni wafugaji walienda kuwavamia Wambulu. Na hata huko mbele hivyo hivyo wafugaji watavamia maeneo ya wakulima. Kwa hivyo ili kilimo kiwe salama ni lazima mikakati ya kulinda maeneo ya ardhi ya kilimo iwekwe vizuri, kuwe kuna upimaji, lakini pia kuwe kuna ugawaji mzuri wa maeneo ili ardhi ambayo ni fertile na ya kilimo isipotee, kwa sababu hatujajipanga vizuri. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuwe kuna uendelevu wa mradi huu ni lazima uanzishwe mfuko wa kilimo cha umwagiliaji ambapo kutakuwa kuna muda mrefu wa kutekeleza miradi ya umwagiliaji, kutakuwa kuna vyanzo vya uhakika vya fedha na hakutokuwa kuna athari ambayo itasababishwa na mabadiliko ya viongozi kwenye hizi wizara. Hapa sasa hivi mimi nakuombea dua Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais asikuondoe kwenye wizara hiyo mpaka mradi hii ukamilike. Asante sana. Kwa hivyo lazima sasa mifumo iwekwe na serikali ambayo italinda kilimo cha umwagiliaji na miradi mikubwa kama hii kwa muda mrefu kama tulivyofanya kwenye barabara na tunavyofanya sasa kwenye reli. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.